unastahili Bwana. Wewe unastahili heshima zetu. Ibada yetu siku ya leo ni yako. Nafasi tulionao ni yako Bwana. Receive the glory and receive the honor and receive the praises because you are worthy. Tukupa nafasi ya kuchukua mahali pa utukufu na heshima. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Give a celebration clap in the presence of the Lord. Amen. Tunampa Bwana utukufu. Bwana wabariki waibaji kwa nafasi nzuri. Na tunaingia kipindi cha neno la Bwana, ambapo asubuhi ya leo ama katika ibada za siku ya leo nitaongea habari ya kutembea na Mungu. Na kutembea na Mungu, kuna mafundisho mengi yaliyopo katika kanisa la siku ya leo, na watu wanafundisha mambo mengi. Sisi ni miungu, Yesu ako ndani yetu, na mambo mengi yanasemwa. Lakini leo nataka tuzingatie, tuangalie, je, katika Agano Jipya kuna kitu chochote kuhusu kutembea na Mungu? Kuna neno ambalo linasema mtu anaweza tembea na Mungu, anaweza kaa na Mungu. Mambo haya ndio nataka tuzingatie siku ya leo, na ili tuwe na uwezo wa kutembea kama vile Mungu atatusaidia na kuelewa mengi. So siku ya leo, kitu kimoja ambacho nataka tuone katika mafundisho ya siku ya leo, what does it take for a man to walk with God? Inagharimu nini? Maana nitasema hivi hata kabla sijasoma neno. Walking with God is costly. Kutembea na Mungu kuna gharama. It has a price. So kama mtu anataka kutembea na Mungu lakini hataki kuilipa gharama, hawezi tembea na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna neno ambalo ningetaka tutangulize. Mark chapter 16. Mark 16 in the New Testament. Tuone vile Yesu alisema na vile alifanya. Mark 16 is the very last chapter of the book of Mark, and we welcome even those who are watching online. God bless you so much. And even those who will watch later, may the presence of the Lord that is in this house be upon you also in Jesus' name. Biblia inasema hivi katika mstari wake wangapi? Mstari wake kutoka wa 19 na 20. So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. Wakaondoka, wakaenda sehemu mbalimbali, wakahubiri injili, na Mungu akawa pamoja na wao, akithibitisha neno lake kwa ishara na maajabu. Bwana atukuzwe. Mungu akawa pamoja na wao. Na huyu Mungu ambaye alikuwa ndani yao, ama huyu Kristo aliyekuwa ndani yao, ndiye Kristo aliwaambia, nitakuwa pamoja nanyi hata mwisho wa dahari. Matthew chapter 28. Praise the name of the Lord. And lo, I'm with you to the end of the times. Niko na nyinyi. Bwana asifiwe sana. Lakini hata alipowaambia nitakuwa ndani yenu, nyinyi mko ndani yangu, John chapter 15, akawaambia mtakuwa ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yenu. Lakini kuna jambo ambalo Biblia inasema hivi, wakaenenda, wao wanadamu wakaenda, na Mungu akawa pamoja na wao, akafanya mambo yanayothibitisha uwepo wake pamoja na wao. Jina la Bwana libarikiwe. So and therefore it is important for the church to come to the point of understanding. Ni vizuri tujue ya kwamba kutembea na Mungu kunapaswa kuzae mazao fulani katika maisha ya mtu. Walking with God should produce some results in the lives of men. And I want to say this.
until the church first registers that in their minds, it will be very hard for us to be convinced to check whether we are walking with God or whether we are walking alone. Isipo mtu kwanza ile kitu ikaingia kwa akili, atebeaye na Mungu na atebeaye bila Mungu hawafanani na hawafai kufanana. Bwana Yesu atukuzwe. Aliye na Mungu na asiye na Mungu, kuna vitu tunafanana, kuvuta oxygen same measure, probably wewe upate nyingi kulingana na mwili yako vile iko healthy ama unhealthy, mvua itanyesha kwako kama ikinyesha kwako, hizo vitu ni universal. Lakini kuna mambo itatutenganisha. Aliye na Mungu ana tofauti na asiye na Mungu. Usijidanganye na usidanganywe na watu. And I want to say this, until we understand that, we will be comfortable without God. Praise the name of the Lord. And I want to say right now, majority of the people in the church are comfortable without God. Comfortable without God. Watu ambao wametosheka bila Mungu, hawajali, hawana shida. Hivyo maisha inakwenda bila Mungu, haina uzuri, haina mema, maisha tu inasonga, inaenda vile inaenda. Kuna watu wengi wako comfortable. And I want to say this unfortunately is the majority of the people in the church. People who don't question, where is God? Do you remember the days of Gideon? The book of Judges chapter number 6. Malaika anakuja anamwambia, hey mighty man. Anamwambia, goja. Unaniita mighty man. Where is the God of our fathers? Wapi Mungu wa baba zetu? Ni mtu ambaye hayuko comfortable. I am not okay that things are working. Kuna mambo fulani yanafanyika lakini kuna vitu sioni. Inua mkono wako, sema, Bwana, unisaidie kutambua tofauti inayostahili kuwa maishani mwangu. Inua mkono wako tena, sema, Bwana, unisaidie nisitosheleke mpaka niwe pamoja nawe. Because if we have a great enemy, is the enemy called contentment without anything. Ushawahi kuta majamaa wengine ambao mkikutana na kuomba bao, lakini alikuwa ameketi tu. Wewe ulienda kazi kitambo, wewe ulienda kufanya mambo, lakini jamaa na una kifao, ninunulie chai, na mtu ako na miguu miwili, mikono miwili. Kuna watu huwa sinunulii chai, hata kama unaniomba nitakupea. Wewe na maguru mere, moko mere, you are normal. Alafu wewe uketi mahali ukae ukiregarega, mimi nikuje nikafanye kazi nikununulie chai. Kuna watu sinunulii. Wewe kaa hivyo kufa na njaa, utaenda mbinguni. Utakutana na Mungu aliyekupea mikono na miguu, utamwambia ulikufa na njaa kwa nini? Tuelewane wapendwa. Wacheni kuhurumia kila mtu. Biblia imekataa. Biblia inasema mtu asiyefanya kazi asifanye nini? Asikule. Wacheni kuhurumia kila mtu. Kuna watu mtafika mbinguni mtaulizwa maswali, mtaulizwa na Mungu, nani alikwambia upe huyu chakula? Na mimi nilikuwa nataka azunguke hivyo ashikwe na njaa akafanya kazi. Tuachane hiyo, maana sio masomo ya leo. Bwana asifiwe sana. Sasa nilikuwa najaribu kusema majamaa ambao they are comfortable hata kama hawana chakula. They are comfortable hata kama kiatu imepasuka. They are comfortable hata wakati hawana nguo, they are okay. Somebody say, I refuse to be comfortable without God. Say it again, I refuse to be comfortable without God. Hallelujah. Kwa nini tutosheke wapendwa? Tuwe watu ambao wako sawa bila Mungu, wako sawa bila matendo, wako sawa na hatuoni maajabu ambao Mungu alikuwa anafanya. Biblia inasema ya kwamba akamwambia malaika Gideon, akamwambia, wewe malaika, kazi zile za Mungu tulikuwa tunaona, where are they? Wacha kuniambia hapo I am mighty but I cannot see what I know from my fathers. Baba zangu wamenipea habari. Baba zangu tulisikia matendo waliotenda. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Jericho walitingizwa na nini? Na the presence of God that was walking with the children of Israel. Mungu ambaye anatembea katikati yao, matendo yale anatembea. Rahab akiwa kahaba aliambia watu wale wawili, akawaambia, wacha tuwaambie, matumbo zetu zatetemeka tukisikia mnakuja, maana tumesikia matendo yaliyotendwa. Lift up your right hand again and say, I refuse to be comfortable without God. May God hear and answer your prayer. Amen. And may God cause you never to be comfortable. Yes.
Mungu afanye usitosheke wapendwa. Kwa sababu kanisa lina watu ambao wamefurahia. Maisha hivyo inakwenda wako sawa. Mambo hivyo ilivyo ni sawa tu, bora sijakufa, bora uhai. Mimi nasema sio bora uhai. Kuna mambo tunaweza fanya. Kuna mambo tunastahili kutenda. Jina la Bwana libarikiwe. And I wish, I don't know how far I'll go with this. But I pray that God will give me the grace to continue until we understand what we are talking about today. Maana wapendwa, kuna vitu ambazo tuliumbwa kutimiza hii dunia na hatuwezi timiza bila Mungu. Am I communicating? Divine purposes. I was just checking the Bible and I was looking at it wakati nafikiri ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Biblia inasema kwamba and when David served God's purpose in his generation. I don't know whether that should be chapter 13. When David served God's purpose in his generation. Alipotimiza makusudi ya Mungu katika kizazi chake. Si makusudi ya yeye mwenyewe. Do you know how many people are living this life? Living for their own purposes. Their own goals are the driving factor. Unapotafuta pesa, hautafuti ili utimize makusudi ya Mungu. Unatafuta pesa ukae kama watu wengine. Na ndio kanisa limejawa na compromise. Maana mtu hajali vile atatajirika, bora tu awe tajiri kama wengine. Ninunue gari kubwa, mashini kubwa kama ile wengine wako naye. Lakini hii dunia kuna mambo makubwa kuliko kununua magari na mashamba na kujenga manyumba. There are greater things. Divine purposes. But you cannot get to know the divine purposes, and neither will you fulfill them without God. Because divine purpose, hakuna mtu atakuja akuambie wewe enda pale fanya hivi alafu uende pale ufanye hivi. Hiyo haitoki kwa watu. Hakuna mtu atakuangalia ajue purpose ya Mungu. Ni watu wachache sana walio na ufunuo, na hata aliye na ufunuo haelewi vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Nikuulize, nabii Ahija si alimpea Jeroboamu vipande 10 vya nguo? Hallelujah. First Kings chapter number 12. Akampea vipande 10 vya nguo. Akamwambia asema Bwana utatawala makabila 12. Enda usome Biblia kutoka pale. Anaitwa Jeroboam the son of Nebat. Uende uangalie Biblia. Matendo aliyoyatenda baadaye. Kusudi la Mungu limepotea. Mambo yale alikuwa atende yamepotea. Nasema hivi hata akuangaliaye, anayetafuta na aliye na Mungu kidogo, anaweza kukuambia kitu unaweza fanya, lakini hakuna mtu ajuae kile unastahili kufanya kama vile Mungu anakijua. You need God. Can you look at your neighbor, whether he is close or far away, umwambie you need God in your life. Hey, you better raise your voice to the point that he can hear you and understand you better. Mwambie you need God in this life. Galia mtu mwingine mwambie kama utatimiza makusudi ya Jehova, unahitaji Mungu. Amen. Kama utatimiza nini? Makusudi ya Jehova. Hii dunia kuna watu wamekibizana na upepo. Kuna vitu, yani wapendwa, na huwa nawatajia mambo haya because mimi sitaki siku moja nisimame mbele za Mungu niulizwe mbona hukuambia watu. Ufikirie ni watu wangapi watafika biguni wamehema juu ya vile umeenda bio kama rocket. Hata Biblia imeandikwa I have run the race and I have done what? I have finished the race. Halafu unaulizwa bio gani umekibia? Wengine utajikuta. Si niliwafundisha hapa mwaka uliopita nikawaambia, na I think that is 2019, nikawafundisha running my races. Unakumbuka hiyo? Na uende urudi nyuma na huko nyuma utaipata. Sikumbuki kama wakati huo tulikuwa tunaweka kwa nafikiri hatukuwa tunaweka, lakini iko ukienda on my wall on YouTube utaipata running my races. Bwana asifiwe sana. Hata kama utapata tu portion. Kuna watu wamekimbia bio za watu wengine. Umeona vile watu wanafanya na wewe ndiye huyo. Umeenda, unafika biguni Mungu anakuuliza sasa laini yako ilikuwa hii. Hii nani alikupea? Ndio watu wataambia Mungu usionikubali tu nirudi nianze bio. Utakuwa umechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Jichunge wapendwa. Jichungeni wapendwa. Kuna watu wengi watafika mbele za Bwana wakitarajia taji na hawatapata.
Kuna watu ambao utapewa taji ya kazi, lakini taji ile utapewa misplaced. Utaonyeshwa taji kubwa ungepata. Taji kubwa ile, hii ndio ilikuwa yako, lakini ulikipia, sawa, fika hii. Amen. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Usain Bolt ambaye aliretire from short distance races. Alikuwa anakimbia sana 100 meters, 200 meters, ndio? Huyo jamaa alikuwa anakimbia, hata waleo world record bado ni yake. Akaingia football, alishinda ngapi? Aliingia football na alikuwa anafiatuka na mpira. Lakini sasa football sio bio. Unajua bio unakimbia tu ni wewe. Hii unakimbia na mpira. Haiendi vile ilikuwa inaenda mbeleni. Salimia neighbor umwambie, wewe menyerere, jichunge. Si umwambie vizuri, jichunge mpendwa. Usikimbie bio za wengine, ujipate mbele za Bwana na una kitu ya kupokea. Paka malaika wanakuangalia, unaona wakitigiza kichwa. Wanakuangalia, wanaangalia taji yako, wanatigiza kichwa. Juu kweli umefika, lakini ungefika pale ile, ungefikia pale, ungeweza. Lift up your right hand and say, oh God, teach me to do what I am supposed to do to serve my purpose in my generation. Amen. Nitumikie kusudi langu. Nitumike kwa kile nimeumbwa kutimika. Nisije nikawa. Sasa nilionyesha mfano mwingine, nikaambia mtu achukue hii kiti imeundwa na nini? Plastic, na ile bucket iko pale nje. Mahali umeogea mikono kuna container ya nini? Si unichotee maji na hii uniletee. Zote ni plastic, lakini hazijaumbwa for the same purpose. Si ukalie bucket hapo ndani usikie vile inaenda. I want to say this, hivyo ndivyo watu wengine walivyo, na ndio kuna watu watasubua hata wengine kwa kanisa, because what you are doing is not in the line of your purpose. So watu wakikukalia wanasikia unawachosha, unawaunda, unawachoma. Maana wewe, kama wewe ni sufuria, enda jikoni ukapike. Kama wewe ni kiti, kaliwa. Lakini huwezi leta sufuria ikiwa na ile moshi nyeusi uwaambie watu wakalie. Watatoka pale na piro, suit. Tuachane na hiyo. So I was talking about walking with God. Bwana asifiwe sana. So umeona hilo neno ambalo tumesoma, and the Lord was with them, confirming the word with the signs and wonders. Mungu alikuwa pamoja na wao. God was with them. Hallelujah. Jiulize hivi, am I walking alone or am I walking with God? Nimetaja lile neno ili kwanza upate, hata tukisoma Agano la Kale sana, maana Agano la Kale lina mifano mingi mizuri. Utaelewa ya kwamba mtu anahitaji Mungu na anahitaji kutembea na Mungu. Genesis chapter 5, tuende pale Mwanzo sura ya 5, tusikie vile maandiko inasema. Genesis chapter 5 verse number 22 and 25. Maandiko inasema ya kwamba verse 20, tuanzie 21. When Enoch had lived 65 years, he fathered Methuselah. Enoch walked with God after he fathered Methuselah 300 years and had other sons and daughters. Verse 25, yes, verse 25. When Methuselah, is it 25? Verse 24, not 25. Okay, let's read through. Thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God and he was not, for God took him. Enoch alitembea na Mungu, ndivyo maandiko inasema. Si ni kweli? Akatembea na Mungu kiasi kwamba Mungu alienda naye. Jina la Bwana libarikiwe. After 365 years, miaka 365. Na Biblia inasema hivi, alitembea na Mungu, alienenda na Mungu, na alikuwa na bibi na alikuwa na watoto. I want to say this, there is no excuse concerning walking with a God. Hakuna excuse kuhusu kutembea na Mungu. Maana mtu huyu ambaye tunaambiwa alikuwa katika dunia. If you read, niliwaambia wengine, download the book of Jasher.
Kitabu hicho niliwaambia wale mko na smartphone, enda udownload The Book of Jasher, Jasher. Bwana asifiwe sana. Kitabu kile uende usome. Ukisoma habari ya Enoch na vile alitembea na Mungu na mambo yale yalikuwa wakati wake. Wacha hivi mnasema ni kubaya. Ndio utagundua wakati ule ndio kulikuwa na ile majitu ilikuwa inatembea duniani, inazaa na wanawake na wanauana na wanakulana. So zingine ulisikia nyanya yako akihadithiana ati kwamba kulikuwa na majitu na inakula watu. It is a truth, ilikuweko. Ni vile si ya jana, ni ya kitambo. Bwana asifiwe sana. Hiyo story ilibebwa na kila kabila walienda naye. Giants hata uende wapi hakuna mahali watu hawana hiyo story ya watu wakubwa walikuwa wanakula watu. Hiyo story imepitishwa kizazi hadi kizazi. Walizaliwa majitu yanakulana yenyewe. Sasa niambie, lakini katika siku zile kukiwa na majitu yanauana, Enoch walked with God. My point is, there is no excuse concerning your walking with God. Hakuna sababu utaweka mbele za Bwana kwa nini haukutembea na Mungu. Alikuwa na mke, Bwana asifiwe. Huwezi kosekana mke wake. Kuna siku alikasirika na angestahili kutwagwa makofi 2. Lakini mzee akaamua hatutwagani kwa sababu tunatembea na Mungu. Hatufanyi hivyo kwa sababu tunatembea na Mungu. Enoch si kuona, hakuona. Hao mabinti ambao malaika walikuwa wanaona. Kama malaika walikuwa wanaona wakiwa warembo, unafikiri mwanadamu walikuwa wanaona wakiwa aje? Lakini atua bibi alienda na mabibi sijui nani. Alikuwa wa bibi moja. Hata historia hiyo nimekupea inaonyesha alikuwa na mke moja. Katikati ya hiyo mess alikuwa na mke moja. Bwana asifiwe sana. Lakini ukisoma watu wengine kama wameandikwa pale tu katika Genesis 5. Kuna watu ambao walikuwa na mabibi wawili. Kama huyu ambaye aliua Kaini alikuwa anaitwa nani? Alikuwa na mabibi wangapi? Wawili. Alikuwa ameoa wasichana wa Ramek. Sasa hizi ni vitu zilikuweko. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na mabibi wangapi? Wawili. Na sio yeye peke yake, walikuwa wanaoa, wanafanya mambo. Lakini kuna mtu aliamua, hiyo dunia hivyo inakaa. I am not staying like them. I will live a different life. So ninajaribu kukuambia haya maneno ili uache kuleta excuse kwa nini huwezi kaa na Mungu. Dunia ilikuwa mbaya, ilikuwa na mashida, kulikuwa na uzinzi, kulikuwa na uovu, kulikuwa na mauaji, wizi ulikuwa mwingi, unyang'anyi ambao si wa kawaida. Lakini kuna mtu alipurpose, nitatembea na Mungu kukiwa vile. Praise the name of the Lord. Genesis chapter 6 verse number 9. Genesis 6 verse 9 inasema namna gani? These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Noah na yeye, si hata mtasoma hapo chini kidogo, Mungu alikuwa anataka kumaliza, hata ni hapo juu. Mungu anataka kuangamiza ulimwengu kwa sababu ya dhambi, lakini kukiwa hivyo dunia hiyo inataka kuharibiwa, kulikuwa na mzee alikuwa anaitwa nani? Noah, aliyekataa kuharibika kama wengine, aliyekataa kutembea kama wengine, aliyekataa kuangamia wengine wakiangamia. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mambo ambao ni universal ambao nimeyafundisha kwa miaka mingi na unaweza yaandika. Walking with God is a choice and it's a personal choice. Kutembea na Mungu ni uchaguzi na ni uchaguzi wa kibinafsi. It is personal. So kama utakaa na Mungu katika maisha, it doesn't matter whether those who are living with you are wicked, evil, immoral, dirty. It doesn't matter. Haijalishi kama wale ambao mnakaa pamoja na wao wanatembea bila kujali Mungu. You walking with God is a matter of personal choice. Ni jambo la kuamua wewe mwenyewe. It's a choice and it's a personal choice. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitakufundisha mambo 7 hivi yaliyo ya muhimu sana. Kwa kipindi hiki pengine nifundishe 2 matatu, kisha mengine tutayafuatilia katika ibada ijayo. So number 1, it takes the following to walk with God. Number 1, a conscious person or a conscious mind.
Nao kizungu kingi kidogo, ninakosa neno la Swahili ambalo naweza tumia. Conscience. Conscious. Mtu ambaye he is aware, anajua. Bwana asifiwe sana. You cannot walk. I've said these words again. I go back to the universal that I've taught many times. Walking with God will never be accidental, and neither will it be coincidental. Kutembea na Mungu si bahati, si ajali. Si ati kwamba kuna wakati utaenda ujikute ninatembea na Mungu, bahati mzuri Mungu alikuwa hapo. Hapana, kutembea na Mungu si bahati. Bwana Yesu atukuzwe. So it takes a conscious person. A person who is aware. Anajua Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. So tunaweza andika mambo mawili ya muhimu katika lile jambo. You can only be conscious of one whom you know. Bwana asifiwe sana. Unaweza tu kupata kujua ama kuwa aware, kupata ufahamu ule kwa mtu ambaye unamjua ama kwa kitu ambacho unakijua. Go back to the book of Genesis chapter number 28. Biblia inasema namna gani? Jacob akaja mahali palikuwa panaitwa Luz, akalala pale. Biblia inasema na usiku akaona maono, bagazi imetoka duniani, mwisho wake unafika mbinguni. Alipofika mahali akaona malaika wanapanda, malaika wanashuka, mambo yale yote akayaona. Lakini angalia katika mstari wake wangapi? Mstari wake wa 16. Then Jacob awoke from his sleep. And what did he say? Surely the Lord is in this place and I did not know. So amelala mahali Mungu anapatikana. Mahali ambako baadaye alipaita nini? Beth-el. Beth means house. El is Jehovah. So akasema hii ni nyumba ya Yahweh. Hapa nimelala. Lakini akilala hata alikuwa anajua Mungu yuko pale. So walking with God takes knowledge. Ni lazima uwe na ufahamu ili ukae na yeye. Bwana Yesu atukuzwe. Niseme hivi, ufahamu wa Mungu utatoka katika maeneo mawili sana. Hasa maneno mawili. Number 1 is through information. Ukikaa na watu ambao wanamjua Mungu, wataongea habari ya Mungu, watakujulisha Mungu, utamjua. Utajua Mungu. Amen. So that is one of the factors ambazo unapaswa kuangalia. Na ndio huwa naambia watu, hapana enda tu unachagua kanisa for the sake of it. Unaenda kanisa kubwa maana umeiona hapo na iko na watu wengi na magari hapo, so unaingia huko, unaenda. Lakini hata huku take time, usipelekwe na hiyo. Enda mahali ambapo watu wanajua Mungu, wanaongea habari ya Mungu. Because if they talk about God, you will know God. But if they talk about money, 10 principles of making wealth, kanuni 10 za kutajirika, kanuni 5 za kuwa mtu exceptional. Hizo vitu zote unafundishwa ni za hapa duniani. Utajua kutengeneza pesa, utakuwa mtu exceptional, lakini ukweli wa mambo kuhusu Mungu hautamjua. Na wapendwa, usihurumie Pastor Kirago. Usimhurumie. Hapana. Kama hafundishi Mungu, enda tafuta kanisa ingine. Glory to God. Na hata akikulaani hiyo laana haitafika kwako. Hapana, ni hurumia. Nimedrift away from God, nimeanza kuongea mambo yangu, vituko, sarakasi, ndizo ninaongea, lakini bado wewe unakuja tu kama kawaida, unaketi kama kawaida, na tukisema tuinue mikono unainua kama kawaida. Enda tafuta kanisa ingine, hautasaidika. Bwana asifiwe sana. Na muelewe hili jambo. Ufalme kuna siku ulitoka kwa Sauli ukaenda kwa nani? Kwa Daudi. Na watu wakamwacha Sauli wakamfuata Daudi. Hii ni dunia. Lazima uelewe. Sauli wako akimaliza mafuta, wachana na yeye akae mkavu. Wewe enda mahali kuna mafuta.
Na unajua mimi huwaongelesha openly kwa sababu sitaki siku moja, mwanadamu ni mwanadamu. Okay, sikwami na sitakwama, lakini mtu ni mtu, anaweza geukia jiani. Mtu anaweza kwama kesho. Hapana kufa na mtu. This man of God ametutoa habari. Si yeye aliwatoa habari, ni Mungu aliyekuwa anamtumia. Na ni vizuri muweke difference. Hakuna mtu anaweza badilisha maisha yako. Anayeweza kubadilisha ni nani? Ni Mungu. Na mtumishi anaweza tumiwa maisha yako yabadilike. Anaweza kukuombea ukapona ukiwa kiwete ukasimama. Lakini akikwambia twende tukawe washerati, utakwenda na yeye? Kwa sababu ndiye alikuinua. Miguu itarudi vile ilikuwa. Wewe wacha mchezo, ni Jehova alikuponya, sio mtu. Amen. Na hata kama ni mtu, kama alitumiwa, akikuonyesha njia mbaya usifuate. Ndivyo maandiko inasema. Akija mtu katikati yenu awaambie tuiache njia ya Mungu tufuate ingine, msimfuate. Biblia inasema ni Mungu anajaribu mioyo yenu. Okay, tuachane na hilo. So umeshika, knowledge itakuja number 1 through interacting with the people who give you the information. Praise the name of the Lord. So ujue mtu ambaye anakaa, watu ambao wanaongea habari ya Mungu. Na wapendwa, imagine kanisa mahali tuko, ni kurudi, tutarudi mahali tunastahili kuwa. How much is God in our talk? Bwana asifiwe sana. It is so easy to drift away into politics. Huyu mtu sijui amekula nini, haki hii dunia sijui imebaba para unaongea mambo ya sijui president hata sijui. Sasa anapiga Ruto, na Ruto ndiye mtu wetu. Wewe hatujafika kupiga kura. Kama wewe ushaamua utapigia Ruto, goja 2022 utakwenda kupiga kura. Wachana na story mingi. Lakini saa hii ukikutana na wadugu wakikaa hivi dakika 2-3 wameingia politics, utashangaa kama ni wadugu. Bwana asifiwe sana. How easy is it to discuss corona for 1 hour? How hard it is to talk about God for 20 minutes? Lakini corona tunaweza discuss. Unajua hii virus, ninasikia imemutate mpaka unamutate wewe mwenyewe. I believe you understand what I'm talking about. Unaona mtu mpaka akimutate, imemutate. Sasa hii variant iko South Africa, sio ile iko UK. Na kuna 6 ziko Kenya, na kuna ingine iko Brazil. Yani unaongea mpaka mtu anashindwa, wewe ni scientist, ni virologist ama ni nani? Who are you? Lakini uliza mtu Bible inasema nini, anakuambia niko hizi tu kabisa, hatupatagi time ya kusoma. Watu hao hata ukikaa, ndio hata ukikutana na kakudi ya wadogo, ukiingia katikati ni gumu usikie the power, the presence of God. Lakini presence ya politics utasikia. Utasikia Raila hapo, Uhuru, Ruto, Duale na Joho, utawasikia hapo. Presence yao utaisikia because ndio wanaongewa na ndio wako kwa akili. Amen. Inua mkono wako, sema Bwana, unisaidie niondokee information isiyo na wewe. Amen. Get out of this. Come out of these informers ambao mtaketi wakupe maneno. Wapendwa, walking with God is a choice. Hallelujah. Kuna mtumishi wa Bwana ambaye alikuwa anaitwa Smith Wigglesworth. Na kitu moja ilikuwa inajulikana, kwake haungepita na gazeti kwa mlango, uingize kwake. Gazeti ukikuja naye kuna mahali utaweka na hapo nje. Kwake ingia na Bible. That was his principle. Na mkienda munaongea habari ya Mungu. Ukimkuta maombi, hakukaribishi ate mkunywe chai, anakwambia brother umefanya vizuri kuja, ndio ninaomba tuombe. Na hakuulizi kama unataka na kama ulikuwa na haraka, mtaomba. Na mkimaliza kuomba anakuuliza unasikia Mungu akikuelekeza nini? Ni jambo gani Bwana anaongea? Na wewe huko umekuja kuapiana Mungu amesema nini? Na you are not a prophet. Unaanza kusema unajua yale anakuambia okay, kama hukusikia mimi nimesikia Bwana anasema, mnaongea alafu anakuambia tuinue mikono tushukuru Bwana. Hizo ni dakika zingine za kushukuru. Mkimaliza shukurani anasema kuna mzigo nimesikia Bwana ameweka kwangu tuiope. Utaomba siku mzima.
Alafu jioni ndio anakuuliza by the way ulikuwa unataka? Hana time na hiyo mambo yako. But this man walked with the God. Kiasi kwamba inasemekana akiwa kwa train anaenda, uwepo wa Mungu ulikuwa unaenda hivi na hivi kule train imepitia. Unakuta watu wakilia kwa shamba peke yao, wakilia wakitubu na hawana mhubiri amewahubiria. Ni Wigos wote tu amepita. Mama moja alimuita akamwambia mzee wangu amenisubua mtumishi. Ameenda anakunywa, ananitukana anasema. Akasema sawa mama usiwe na shida. Anakamuuliza huwa analala wapi? Akampeleka bedroom akamwambia huku ndiko analala. Akamwambia haya tandika kitanda vizuri, utandike tu. Akatandika kitanda, mzee akamwambia sasa wewe mama enda utafute mahali pa kulala. Mzee akalala kwa ile kitanda. Akamwambia mama usichange chochote. Kitanda ikae hivyo. Mzee amekuja jioni na matusi ile yake na vita ile yake, ameingia kwa kitanda. Ameanza kulia, akamuuliza wapi yule pastor wenu? Mzee analia peke yake, hakuna mahubiri, hakuna nini, hakuna maombi ya bind the devil, mapepo ya misingi, mapepo ya jina, hakuna kubind, ni kulala tu kwa kitanda. Anawacha presence ya Mungu. Usiinue mkono tena useme Mungu nisitoshereke bila kuwa na wewe. Amen. Walikuwa watu. Wigos hakuwa maraika, alikuwa British. Kwao nina hapa juu tu hivi. Nafikiri ni hivi. Kienda tu hivi unaweza fika kwao. Amen. Na aliacha influence ya ajabu katika dunia. Alifufua watu, but sikia, hana time ya wanaotaka kusoma magazeti. Siku moja wameenda na ndugu moja, wamedrive tu wanaongea. Jamaa wanaenda hivi anamwambia, anamugonga, anamwambia stop. Jamaa anakanyanga brake emergency na anavuta hard brake, anasimama amestuka. What is it? Nini mtu wa Mungu? Akamwambia hii, nimegundua tumeenda na hatujaomba. Akamwambia sasa, hiyo ndio imefanya unistue, nilikuwa nafikiria hata tumekanyanga mtu. Akamwambia brother, this is more serious than kukanyanga mtu. Akasimamisha gari kando, washukuru Mungu, waombe dakika kadhaa. Alafu safari anamwambia sasa tuendelee. Huyo ndiye mtu unanyamazia kutoka mahali mumetoka mpaka mahali mtashuka. Maana utamwambia nini? Na hana time ya kusikiza hii mastori uko nao. Naona huyu dada huyu anakuaga mrefu huyo dada. Huyo ndiye kichwa baya kwa kanisa hii. Hata ndiye anatusubua. Hana time hiyo, hana wakati. Yeye hataki kujua nani anasubua. Anataka kujua Mungu anapitia wapi. Tukae hapo. You must have knowledge. I'm talking about have people who know God speaking to you, interacting with you. Praise the name of the Lord. Si kila kitu kwa Facebook ya kusikiliza na kuangalia. Si kila kitu kwa WhatsApp ati umetumiwa ka video tu video twingine wachana naye. Ukikiriki tu uone kanasema sijui nini. Kafuge tu saa hiyo, acha kudownload, acha kutupoteza data. Lakini sisi kila kitu kiriki. Unaona mtu ameanza kusema peke yake. Na nika video ati kuna kamutu hapo kana dance hivi, kana dance. Sasa hii ni kitu ya kukuchekesha brother. Na sisemi ukue tu serious in life, lakini namaanisha wewe uelewi kule Mungu anapotelea kwa hiyo mianya. Niulizie jirani, simu yako tunaweza ona video zile ziko hapo? Zile umetumiwa. Unaweza kubali tu tuziwatch zote? Sijui mtu amekutumia anga message gani, hiyo anga vile, message zingine. Na hii internet imejaa information ambazo ni za kuharibu akili na watu hawaoni. Mtu mwingine ameshare story hapo, huyo pastor alikuwa anga devil worshiper, alafu ndiye alikuwa anataka kurecruit, hiyo ndio unatazama. Paka unaanza kudoubt pastor wako na unajua maajabu hutokea.
I was sharing with the priest yesterday, nikamwambia coincidences hufanyika. Hebu imagine jana umesikiza ka video na huyo pastor, kuna kitu moja nilimnotice, alikuwa anapenda sana kuvaa suti ya black. Basi pastor wako ametokea na black saadi hiyo, na alihubiri na black. Unasema modoyo ndona nimeona ni wa Illuminati. Amen. Ukitaka kujua pastor wenu ameingia Illuminati, ni kufanya sign hii. Sasa kuna hii generation imezaliwa ya watu ambao wanafanyanga hivi, atene kutuangia mtu simu. Sasa pastor wako akifanya hivi ameshaingia Illuminati. Ukirole toka hapo, hata kikitana otako, hata ukisikia ni wewe Mungu anaongea, unasema nimekataa in the name of Jesus. Nimekataa recruitment, nimekataa kuigizwa. Nani anaigiza wewe? Lakini watu wale unakaa na wao na vitu zile unafanya nini? Unasikiza information. So to be conscious of God, there requires information that will bring God to your mind. Can I say that again? To be conscious of God, one, you need information that makes you aware of God in your mind. Moyo wako uwe na habari za Mungu. Bwana asifiwe. So watu na tutaongea tena habari ya watu, maana watu watategemea kama utatembea na Mungu kiasi gani. Kitu kingine ambao kitakuletea knowledge of God, knowledge of God, and it makes you conscious of God is through revelations. Na ni vizuri kanisa tuache kupenda mambo tu yale unaelezewa na watu. Have time and a place for revelation in your life. Kuwa na wakati wa kusema Mungu jifunue katika maisha yangu, Mungu jijulishe katika maisha yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ambia Mungu ya kwamba nataka kusikia kutoka kwako. Jijulishe kwangu. Reveal yourself. Wacha nisikujue kutokana na vile pastor aliongea Sunday. Wacha nisikujue kulingana na dini yetu vile inasema. Wacha nikujue at the personal level. Open yourself to me. Reveal yourself. Jifunue kwangu. Amen. Nitawaambia hivi. Information ile unapata na watu, kuinteract kwako na watu, makes you aware of God. Are we together? Revelations bring God in your life, causes or allows you to interact with God. Ufunuo ni tofauti na information. Information ni kitu inaweza pitia hapa na itokee pande hii ingine, by the time jioni inafika unajaribu kukumbuka vile mlisema, haukumbuki. But when it is a revelation, revelation leaves an implant in your life. Ufunuo kuna mbegu unapanda katika maisha yako. Lift up your right hand and say, God, I need a revelation of you. Say it like a person of faith. God, I need a revelation of you. Hallelujah. Because revelation, ufunuo ninasema, kuna impact, kuna impression unawacha katika moyo wako. Huwa nasema hivi, hata kama nimewahi fika mahali nikasikia kuhubiri ni ngumu, hii maisha ya mahubiri ni mazito, lakini wapendwa, huwa nakumbuka kabla hata sijakuwa mhubiri katika njia yoyote, hata sikuwa mfanyikazi kwa kanisa, Mungu alianza kunitokea na akaanza kuninenea kuhusu ministry ile niko nayo, kuhusu kazi ile ningefanya. Wacheni niwaambie, it is unforgettable. I am talking about not too soon, not too long, but I think it should be around 23 years ago. Akaanza kuninenea. Na hiyo miaka, is it even 25 years ago? Akaanza kunena, kuna maneno ananiambia, kuna vitu anasema. And I want to say this, even today, sometimes I can clearly see what he showed me 25 years ago. Haiwezi toka kwa akili. Kuna impression inaweka, hata mtu akikufanyia nini, haiwezi ondoka. Bwana Yesu atukuzwe. So ninajaribu kusema nini? There is a difference between when people give you information
and when God reveals himself to you. Akijifunua kwako kuna difference. Nimesema ufunuo huacha mbegu katika moyo wako. Huacha mbegu katika akili zako. Mbegu ambao hata watu wakifanya nini haiwezi ng'oka. Amen. I wish I had time to talk about this thing. So, knowledge. Hebu niseme hivi, vitu viwili vya muhimu katika ufahamu. Know God, who he is. Know who God is. Ujue Mungu ni nani. Nitasema hivi, andika jambo la pili pia. I hope siwapeleki mbio sana. La pili ni know his value or importance. Why you need the knowledge? Why you need that revelation? Ujue vitu viwili. Mungu ni nani na dhamani yake katika maisha yako. Umujue yeye ni nani na dhamani yake. His worth, his value. Praise the name of the Lord. By the way, wacha nikwambie. Unaona ukikutana na tuseme mtu ametoka na uko msituni, hajui dhahabu ni nini, hajui fedha ni nini, hajui hii pesa inaweza fanya nini, upatane na mtu tu, umpatie kapepa bagi iko na pesa na umwambie pelekea fulani. Na usimwambie ni nini, mwambie iko chakula yake hapo, wewe pelekea yeye. Na kwanza umake sure huyu unapea ameshiba. Kwa hivyo hata fukua kuona ni chakula gani, Dika anturanyitanira. Umake sure amefanya nini? Ameshiba. Alafu umpatie, hata unaweza mpea kasuku, umwambie ama kadish, hata hotpot. Uweke pesa milioni 1 hapo kwa hotpot. Umwambie peleka children's home. Hiyo chakula ama peleka kwa benki fulani. Hiyo chakula hivyo iko, peleka upatie manager, atajua vile atagawia wafanyikazi, umwambie na umwambie unaitwa fulani. Jamaa kama ameshiba na hajui value ya pesa, hajui ati watu ubeba pesa, wanaweza beba pesa hiyo. Ataibeba, hata atapitia huko, hata atazimama mahali kujionea majeshi ni wale wanaruka rukanga, anafanya because he does not know the value ya kile amebeba. Hajui ni kitu inaweza ipiwa hivi mtu aende akanunue gari siku hiyo. Am I communicating? The value of God, if it is unknown to you, you will be reckless in life. Kama dhamani ya Mungu haijulikani kwako, utaishi bila kujali. And that is one of the problems ambazo tutaangalia katika the next service. Praise the name of the Lord. So mpendwa, unataka kutembea na Mungu, ni lazima ufike mahali number 1, uwe conscious. You are aware of God. You live in the awareness of God. You live even when you are walking, when you are on your bed, you meditate on God because you are aware of God. Uache kurecite Psalms 23. Oh, the Lord is my shepherd. Make him your shepherd. Be conscious of God as a shepherd. Unateremuka mabondeni, lakini you are aware that God is with me in the valleys. It makes all the difference. Lakini ukitembea hii dunia, haujui Mungu, hauna habari za Mungu katika moyo, haujali Mungu katika maisha, lakini unataka kutembea na Mungu, haiwezekani. Utafanya mambo itamtoa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu atukuzwe. Sijui nitaongea katika namna gani ili upate kuelewa, lakini si ushike haya maneno kabla hujaenda bali. Ya kwamba umjue Mungu, ujue dhamani yake, ujue yeye ni nani kwako. Praise the name of the Lord. Ujue uweza wake, ujue mambo yale yanaweza fanya. Jina la Bwana libarikiwe. Nimewafundisha sana na nimekuwa nikiwapea mfano. Kwa mfano, tumesikia mfano katika sehemu za Laikipia and some parts of Samburu, lakini sana sana Laikipia ndio wanafanyia hiyo mambo. Kuna mahali hawa wanajeshi wa Kenya na wanajeshi wa nchi zingine ambao wanatrain, wanapenda kwenda hizo katika hizo eneo, na wanafanya testing ya live munitions, risasi, mabomu, vitu kama zile wanafanya, si ndio? Ushawahi sikia story ya kwamba watoto walipata kitu wakaanza kufanya nini? Kuchezea, ikalipuka, kwa sababu wao wameona ni chuma.
Kumbe ilirushwa, ikajaribu kutafutwa, ilijificha katikati ya mawe. Lakini watoto baadaye wameenda, wameodoa mawe, wamepata ile bomu, wameenda kucheza naye. Siku na kiwanda kimoja kililipuka hapa Mombasa Road some years back. It should be over 20 years ago. Na walifanya nini? Wakanunua scrap metals. Waliponunua scrap metals na kuna chuma moja mzito vizuri, waliuziwa mzito vizuri. Wakaingiza kwa boiler ichemke. Ikachemusha boiler. Badala ya kuchemushwa ikafanya nini? Wao ndio waliona kile waliona. Hapa. Not knowing what you have. Mungu ni nani kwako? What is the potential of God in your life? Praise the name of the Lord. Because nimesema kutembea na Mungu kuna gharama. Na hiyo gharama hauwezi ilipa mpaka kwanza ujue value. Amen. Yes. Bwana asifiwe sana. Hii dunia kuna magari. I wish I would know. Lakini wengine wale ambao tumebarikiwa tuko na magari, tumekuja na magari, umepitia kwa matatu ukifika kanisani. Na hiyo umekuja nao si ni gari? Haya. Kuna gari hata saa hii ukiwa na 100,000 na kitu bado unaweza pata gari. Hata wacha 100,000 na kitu, hata 100 bado unaweza pata gari. Nawe itakupeleka. Ni ile unaendanga ukifika kwa mteremko unakanyaga breki mara 7 ili ishike. Lakini ni gari itakupeleka mahali unaenda. Zile za zamani. Zingine ambazo ni manual, steering ni manual. Ili uingie pale unahitaji kuanzia hapa ukienda hivi ili urudi hivi uingie hapa. Lakini kuna zile ambazo ni power, anaenda tu hivi, unamuona tu hapa. Mtu anageukia 3 turn or 3 point turn, anageukia kwa barabara very narrow, anageuka. Abia mtu ako na maroli zingine unaonanga za zamani zinaisagwa Isuzu direct injection. Umwambia ageukie. Hata ile gate yetu ni kulipea, tulilipea. Ilivujwa na lori kama hiyo because kukata steering. Ndio majamaa unaonaka akiketi akule, utashindwa ni ya nini chakula. Ni kung'ang'ana na kinyamu giki. Gia kuweka gia itoke namba 3 iingie 4. Ni kazi igongwe hivi, alafu unaona paka unasikia imestuka juu hizi kitu dogo. Sasa utakuta lori kama hiyo kiwa na 100,000 kadhaa uko naye, nawe utafanya kazi. Lakini kuna lori ambazo zinauzwa pesa mpaka gears ni automatic, inaenda ikijiingiza kulingana na vile mnaenda. Ndio lori zingine ushawahi enda, wale wameenda hizi mabarabara makubwa, lori nyingine unajaribu kupita unashindwa, kaeno enake hii lori iko na nini? Lakini ni gari tu. Okay, kuna gari ya 1,000,000 na kuna gari ya 18,000,000 na kuna gari ya 24,000,000 pesa za Kenya ukitaka. Na hiyo nasema 18,000,000 si mpya, ni ile imeenda na wazee wengine. Sasa ndio upate agarau upukuziwe hiyo milioni hizo 2, badala ya 20 ununue 18 alafu ulipe tax, inakuja 22 mpaka unashindwa gai. Ni gari tu. Sasa mnaweza tokea nyote mmeshika tufuguo twa gari, kila mtu anafanya hivi, lakini kuna mtu anaangalia ni kanini umeshikilia, anakuuliza ni gari gani hii? Kuna mahali unaweza enda na gari yako unaiweka nyuma ya nyumba. Nyuma ya nyumba isionekane, isijulikane ilikuwa area. Si kwamba wewe hauna gari, una gari, lakini watu wamepaki machuma mzito, vitu kubwa. Amen. Unaonanga magari hizi makubwa akina maprado. Prado nilikuwa nasoma mahali pengine, imetengenezwa ikae miaka 30. Hiyo unaonanga maprado. That is lifespan yake. Sasa ikimaliza miaka 30 itakusubua. Ndio unakutananga na something
Lakini imesimama mpaka unashindwa, hii gari kwani haizeeki? Hiyo gari naye pesa ile utalipa uipate. Ndio hiyo. Lakini kuna twingine unanunua kameundwa kakikaa sana miaka gapi? 3. Ndio unaenda naye haijagogwa, lakini mtu anakuuliza kai wago dhetwa ulikuwa umegogwa? Na haijagogwa because haikuubwa ikae hivyo, na haikuwa imeubwa itembee huku Kenya, ilikuwa imeundwa itembee Japan mahali rami ziko na hakuna bump. Unaonanga huku kwetu vile tunarukanga bump. Unaenda hivi alafu unageuka hivi, mguu moja inaruka mbele, hii ingine inapanda juu, alafu hii ingine unaelewa paka unaomba unafugia mtu mataa ili at least akupe nafasi ugeuke todo ukohejera. Uwezi ruka utahangi juu ya bump. Na kama huelewi wewe utapata gari utaelewa vile nasema. Mimi nimeshawahi hangi juu ya bump. Na niko wrong, niko kwa wenyewe. Alafu jamaa wa matatu wametokea. Ananipigia honi na changanyikiwa mara 2 ya vile nilikuwa bereni. We. Nikuwa kwa sababu bump ni zingine za ajabu. Anyway, I wanted to say, lakini kuna gari. Mshawaiona presidential motorcade? Mshawaiona hiyo gari ikifuga breki mahali? Hata kuwe na bump ama kuwe na nini? Hizi magari hazifugi breki, hazipunguzi speed, hata akipunguza ni kidogo tu hivi na imeenda. Yani mpaka unashindwa hii gari nayo enda uulize bei. Ndio utagundua hii si gari, hii ni ndege dogo. Bwana asifiwe sana, tuachane na hiyo maneno. Dhamani ya kile uko nacho unaijua? Dhamani ya Mungu unaijua? Maana kama utaelewa dhamani ya Mungu, ndio itafanya ufanye bidii kukaa na Mungu. But when you don't know the value, ndio utakaa maisha reckless, you don't care. Si hata akitaka kurudi biguni arudi, kwani anafikiri ni yetu na kuranga hapa. Bwana asifiwe. Wapendwa, understand the value of God in your life. Dhamani ya Mungu katika maisha yako. Tuende jambo la pili ili nimalizie pale. Tukirudi tutasoma mambo mengine 5 katika the next service. Kama utatembea na Mungu, number 2, it will take your ability to hear him. Because nitakueleza hivi, Mungu hata tembea na wewe bila kukuongeresha. And I want you to note that God cannot walk with a man he does not speak to. God cannot walk with a person he cannot speak to. Mtu ambaye hawezi munenea, hawezi muambia vile anataka, hawezi muambia kile anangoja, hawezi muambia kule anakwenda. Huyo Mungu ambaye hawezi kukunenea, hamwezi kutembea na yeye. I believe this should be in the book of Bwana asifiwe sana, Amos chapter 3. Amen. Amos sura ya 3. Maandiko inasema namna gani katika mstari wake wa 3? Do two walk together unless they have agreed to meet. Je, watu wawili waweza tembea pamoja pasipo makubaliano ya kukutana? So you want to walk with God. What agreement do you have? And how do you agree with God if he cannot speak to you? Mutakubalianaje na Mungu kama hamwezi neneana? And this one also calls for some attention, because I would like you also to understand this. If you do not speak to God, don't expect him to speak to you. Kama wewe haumunenei Mungu, na hiyo ni katika eneo sasa tuseme maombi. Eneo la maombi ni kitu ambao ni so serious. Tutaongea habari yake baadaye. So kama Mungu atakunenea, you must commit yourself to prayer. Give yourself to prayer. Make prayer a priority. Make prayer something that you cannot do without. Make prayer something that you cannot afford to miss in life. Lakini saa hizi wakati tunapoongea, watu wengi wamedrift away from prayer na hawajali. Mtu haombi lakini hajali. Mtu hana wakati wa maombi lakini yako comfortable. Kama utatembea na Mungu,
ni lazima usikize Mungu. Naye Mungu hunena na wale wananena na yeye. Two cannot walk together unless they agree. Amos chapter 3 verse number 3. So if you look at Genesis 12 from verse number 1. And I like it in King James Version. From verse number 1, the Bible says, and God had said to Abram, get yourself out of this land, from your father's house, from your country, from your kindred, and go to the land that I'll show you. Ondoka katika nchi hii ambao unaishi, katikati ya watu wenu, katikati ya nyumba ya baba yako, enenda katika nchi ambao nitakuonyesha. Bwana asifiwe sana. You cannot walk with God unless you can hear him. Hauwezi. Wacha nikwambie. Na wapendwa, hizi ndizo vitu ambazo itabidi tu one way or the other Mungu atusaidie vile tutazifundisha katika kanisa. How do I hear God? Because kama sisikizi Mungu nitatembeaje na yeye? Na ni vizuri uelewe ya kwamba kuna statements ambazo nitawapea huku katikati. Na unaweza andika hii moja, wale ambao walikuwa mbele wameandika zingine. Jambo moja ambalo ningetaka uelewe ni hivi. The walk with God is a conditional walk. My walk with God is a conditional walk. In other words, it has conditions. Kutembea na Mungu kuna masharti. It is not a free fall. It is not a free for all journey. Si safari ambao unaenda tu hivyo unataka, haleluya, hivyo unataka kwenda, enda hivyo. Hapana, kutembea na Mungu is conditional. Are we together? And I want you to notice something on the same line. God sets the terms and the conditions of the walk. God sets the terms and the conditions of the walk. Mungu ndiye huweka sheria na masharti ya safari yangu na yeye. And I want you to know this. God will not consult you concerning the terms and the conditions. He will only speak about them. Mungu hata kuja kukuuliza unaonaje, tuweke sheria gani, tuweke maagizo gani, tutatembea aje pamoja. Ataziweka, ni wewe utafute kuzijua na utafute kusikiza. Praise the name of the Lord. Mungu akusaidie katika hilo. So, jambo lingine ambalo ni muhimu uelewe. For me to hear the voice of God, I must be willing and seek to hear that voice. God speaks to those who desire to hear him. Hananai kila mtu. So tunaweza kuwa kwa kanisa, tunaweza kuwa kwa ibada, tunaweza kuwa mahali, tunaweza kuwa tumeokoka sote. Wengine wawe wanasikia Mungu na wengine hawamsikii. So I want to say this, it is not compulsory that you will hear God. You will hear God if you desire to hear him. Sio lazima. Mtu asikudanganya ati kwamba wote sote tutasikia Mungu. Hapana. Biblia inasema kwamba all of us can prophesy. Lakini nasema wawili watatu watabiri. Kwa sababu kuna wengine wataleta matohohos. Maneno yao mengi watuambie vile wanasikia, na ni wao wanasikiliza mioyo yao, nafsi zao. Mungu hunenea wanaotamani kumsikiliza. If you have no time or desire to hear God, you will never hear him. And if you cannot hear God, you will never know the terms and the conditions. Siniweke haya maneno wazi tena. Niseme hivi. God walks with the people who hear him. And I'll say this again. You can only hear God if you have a desire to hear him. I want to say this statement. I don't know whether it will just give you some weight in what I'm saying. Niseme hivi. In the
God speaking to you, or in God speaking to you, that is when you know the terms and the conditions of the walk. It is when God speaks to me that I know the terms and the conditions of the walk. Akininenea, nitajua sheria na maagizo ya kutembea kwetu. So asiyesikia Mungu, kitu moja utakuwa na uhakika, terms and conditions hazijui. Na Mungu hatembei na watu wasiojua the terms and the conditions. Mtakosania hapa mbele. Tutaongea hiyo katika the next service. Mtakosana tu hapa, hamtaenda bali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So, hebu niseme hivi. God has never walked with a man who did not hear him, or rather whom he did not speak to. God never walked with a man he never spoke to, who did not hear him. Mungu katika historia ya Biblia, katika historia ile tuko nayo ya watu ambao tumekaa pamoja nao katika kizazi chetu ama walikuwa kizazi kilicho mbele, hakuna mtu Mungu alienda naye, alitembea naye na hakumsikia. Hakuna mtu Mungu alitembea naye na hakumunenea katika maisha yake. So in other words, if God cannot speak to you, forget about the walk. Impossible. Impossible. Bwana Yesu asifiwe. So, as long as the church is drifting away from listening to God, watu hawataki kusikiliza Mungu, hawajali Mungu vile anasema na vile anataka, you can be sure of this one thing. Kanisa itakuwa bila Mungu, hata kama tunataka Mungu. We will be without God. For God is not found by every person. Na nimesema hivi, God speaks to those who desire to hear him. In other words, God speaks to those who listen to him. Walio na sikio la kusikia. Ndivyo kitabu cha Ufunuo katika sura ya 2 na sura ya 3 imeandikwa mara 7. Let him who has ears hear what the Spirit is saying to the church. Aliye na sikio na afanya nini? Nasikia. Katika kitabu nafikiri cha Mark chapter number 4, the parable of the sower, Yesu akasema aliye na msikio la kusikia na asikie. Kuna masikio na kuna masikio ya nini? Ya kusikia. You can have ears which does not listen. Ushawahi na mtu ambaye amepotea katika kile anafanya mpaka hakusikii? Mpaka unabidi umuguze ndio hey, so na wewe unanistua. Unamwambia na kuzungumzia na husikii. Anakwambia wewe sijasikia. Ushasalimia mtu ambaye anaenda na akona shughuli zingine, paka unamsalimia akiwa ameenda hatua 6 ndio anagutuka. Akili inagutuka, nimesalimiwa, anakwambia hey sorry nimeshiria mauma haraihu, mafikira ilikuwa bali. Unaweza nenea mtu na masikio hana ya kukusikiza. And by the way, let me teach you this. You should also know the art of communication. In case uone masikio ya mtu haikusikizi, jipe shughuli, wachana na yeye. You are wasting your time. No matter what you are discussing, if a person has no ear to listen to what you are saying, walk. Maana utakaa pale uwaste time alafu unasikia vibaya. Maana mtu hata hakushika vile anafanya. Kuna watu wengi ambao tumeongea nao hapa na mimi huambia mtu, if I don't have time to listen to you, I'll give you another appointment. Hakuna haja tukae na wewe kwa ofisi masaa 3 unipe story na sijashika ni nini unasema. Either kama nimechoka ama niko na shughuli zingine zinaniita mbele, either niko na watu wengi, ndio mimi huwa sipeani appointment mpaka kwanza nikajua ya kwamba naweza waona watu wangapi. Na wengine ambao wamekuwa nimewahi wapea appointment, naambia mtu wewe utakuja saa fulani ama nitakuona saa fulani, ili nisije nikawa na wakati ambao kuna migongano. Ninakupea masikio na haikusikii. Ninakupea macho na sikuoni. Akili iko nje. Ninafikiria habari ya huyo mtu mwingine. I want to listen to a person attentively. And this is also something that you must teach yourself. Listen to a person. Kama huwezi pea mtu the whole of your heart katika kumsikiza, please wachana na yeye. Mpe time tu aende mahali pengine. Mpe time tu akuje siku nyingine. Jina la Bwana libarikiwe.
Kwa sababu gani? Kama haumsikizi, masikio yako hayasikii, kwa nini umpotezee wakati? But I'm saying this. Kuhusu Mungu, utamsikia Mungu wakati masikio yako yatatafuta kumsikia. Moyo wako utakaposema, Bwana, zungumza nami, ninakusikiliza, siku hiyo atakunenea. Na kanisa kama hatutarudi katika eneo lile la prophetic, watu watamani kusikia Mungu. Tuache tu kutamani news, una watch TV throughout, uko internet, uko wapi. Tutamani kusikia Mungu. Uende unyamaze mahali usikize Mungu. Praise the name of the Lord. Take a walk. Sometimes take a walk, a silent walk. Na nataka kufundisha watu, jameni, wengine tuache hii utepetevu tuko nao. Amuka asubuhi wakati watu hawajaamuka. Take a walk. Enda ukisikiza nothing. Hallelujah. Kama unaishi sehemu secure, you can walk out. Biblia inasema usiku Mungu akamuita Abrahamu akamwambia toka nje. Akamwambia angalia nyota za mbinguni. Hesabu kama unaweza hesabu, hivyo ndivyo watoto wako watakuwa. Lakini wengine huwezi toka kwa nyumba usikuliwe na mosquito. Si fisi, usikuliwe na nini? Na mosquito hapo nje. Na yani wewe torogo tale waigwa gai. Take your time. Take a walk. Wale ambao unaishi kwa compound, you can take a walk, stroll. 10 minutes, 20 minutes, tembea tu hapo. Jiangalilie. Have an attitude that I want to hear God. Praise the name of the Lord. And I want to speak this again. Until you set your mind to hearing God, it will be very hard to hear God. Until you set your mind to hearing God, it will be hard to hear God. Very hard. Wanaomsikia Mungu ni wale ambao akili zao zinasema, nena, ninasikiliza. 1 Samuel chapter number 3. We all know the story ya Samuel the young prophet, si ndio? Biblia inasema namna gani? Naye amelala kwa nyumba ya Bwana, hapo karibu na sanduku la agano. Amen. Bwana asifiwe sana. Chapter 3 from verse number 1. 1 Samuel 3 from verse number 1. Ukiangalia katika verse number 4. Then the Lord called Samuel, and he said, here I am, and ran to Eli and said, here I am, for you called me. But he said, I did not call. Lie down again. Enda urare. And this thing happened how many times? 3 times. Not 3 but 4. Tunahesabu zile 3 ambazo hakusikia. Kuna ya 4 sasa anaelewa. Mara 3 Mungu anaitana. Jamaa anaamuka anaenda kwa Eli anasema, mtu wa Mungu, sir, you called me sir. Anamwambia kijana, sijaitana, rudi ufanye nini? Urare. Is your mind conscious and open to the voice of the Lord? Because I want you to know, God may be speaking even 1,000 times, but your ear are not ready to hear. Not attentive. You are unaware. You are unconscious. You are not listening. Hallelujah. Sasa hii natuleta katika topic, how do I hear God? And which ways does God use to speak to a man? Na nitakupea njia 3 ambazo if you can give attention, hautakosa kusikia Mungu katika hii life. Number 1 is through the written word. Neno hili hivyo limeandikwa. Give it attention katika life. Ipe wakati. Sikiza hii Biblia. Iangalie, isome, itafute, and acquire from the Bible. Na nimewafundisha Biblia unaisoma namna gani. Number 1, passing through. Enda usome Biblia page by page. Hata ukitaka kuweka kidole mate, ongeza. Fungua hiyo. Maliza hiyo, paka kidole mafuta, ongeza, enda, soma tu. Ukisoma hiyo neno unasoma hivyo unaisoma, kuna kitu inaweka kwa akili yako na sauti ya Mungu itakuwa clear. Amen. So number 1, and somebody said this, God, it is hard for God to speak to you through across the Bible.
Ni ngumu Mungu akunenee kupitia Biblia ambayo imefanya nini? Imefungwa. Is your Bible open? Do you have time for the word? Do you have time to read the Bible? Na nimesema reading through, kuna ingine kama hivi tunasoma, hii Bible study tunafanya, inakusaidia. You know the Bible. Praise the name of the Lord. Ingine tunasema ni study. You have a personalized study. Na wengine siku hizi, wengine mko na smartphone, sielewi ni ya nini. Hiyo smartphone ukiingia, download Bible zingine. Kama kuna moja ambao nimekuwa nikiwaambia inaitwa My Sword. It's a very beautiful Bible. Iko na versions kadhaa. Na kama utashindwa kuidownload, we tuone watu wengine hapa tuko nayo, tutakusaidia kudownload. Amen. Yes, tutakupea hiyo, tukuwekee hapo. Maana unaweza search. Kwa mfano, you search through the topics. Kwa mfano, ustudy ni nini inakusumbua katika maisha? Ni jambo gani unaona hatari katika maisha yako? Why can't you do a study concerning the same? Praise the name of the Lord. Ustudy Bible. Wazinzi walifanyika namna gani? Kuliedaje na wazinzi katika Biblia? You study. Wezi walikuwa wangapi katika Biblia? Usome mpaka kulikuwa na mwizi aliyeiba kwa kanisa. Sadaka ile Yesu amepewa anaiba, anaitwa Judas. Amen. Ustudy ndio uelewe ya kwamba hii kitu unafanya itakupeleka mahali hauko unataka kwenda. So I did not want to speak about that. Lakini si umeelewa hizo tatu? Reading through, study, and also sitting under people who speak the word. Mtu ambaye ananena neno, hiyo Mungu atakunenea. Neno hili linahubiriwa kwa kanisa. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Ufunuo chapter 1, blessed is the man who reads these words and blessed are those who hear. Abarikiwa mtu ambaye anasoma maneno haya na wale wanayo yasikia. Mungu hunena kupitia Biblia. Biblia inasema wakati mmoja kulikuwa na mfalme, I don't remember whether he was King Asa, ambaye amesomewa neno. Sijui nani alienda kwa hekalu akapata kitabu akamletea, amesoma akararua mavazi akasema sisi tumekwisha sasa. Kama hivi ndivyo imeandikwa, tumekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana aliangalia kitabu vile kinasema, akaona dhambi zetu ni nyingi kuliko mema, akabadilisha Israeli. Ezra wakasoma kitabu cha sheria. Walipofika mahali walianza mpaka kunyoa watu nywele. Wanyitagwo kamunyo nywele. Unanyolewa nywele, Ulioa hii msichana ukifikiria nini? Mbona ulizaa watoto na yeye? Unangolewa nywele. Hasira imetoka wapi? The written word. Joshua chapter 1. And the book of this law that was given to you by Moses shall not depart from your mouth. You shall meditate upon it day and night. You shall not go to the right or to the left of the same, but you shall pursue the word. Lakini kama hili neno haliko kwako, Mungu atasema namna gani? And I want to say this, the most and the primary means by which God communicates to men is through the Bible. Bwana asifiwe sana. Hii hata ukiamuka ustuke na kidoto kibaya umeota, hii itakuwa open na unaweza ielewa. Uisome mchana, uisome usiku, Bible utaielewa. Na ndio nitakushauri hivi, kama wewe Kizungu haukusoma sana, nunua Bible ya mother tongue. Kusoma Bible ya mother tongue si kusema wewe ni mjinga. Wewe ni mwenye hekima. Amen. I have also downloaded mother tongue. Yangu ya Kikuyu iko hapo. Nasomanga ya Kikuyu. Na nimenunua Keho Musie Kirikaniro. Ibuku ya Ngai. Na iko na cover ya black. Amen. Na ile namba ya hapa magoroine iko hapo. Nasomanga hiyo. Kuna vitu nataka kuelewa na isoma, maana ndio itasema kitu. Na lugha ya mama ile nitaelewa. Hii Kizungu mingi. Na wengine kujifanya hapo mujaja uko na King James. Hands. Sasa wengine ukisema hands anafikiri ni kuku mingi. Sasa hands. Sasa unakuta mtu anashindwa, leo goko hapa kwa Obadia kuku zinakujia wapi? Maana anafikiri hands, kuku zikiwa nyingi haziandikwi hen s, zinaandikwa ce pale mwisho. Sasa leo ugelia kutaithia mundu ucio wone. Sasa mtu anasoma vitu. Bwana asifiwe sana.
Juzi ndio nilikumbuka kuna wimbo tulikuwa tunaimba zamani, ama ulikuwa unaimba zamani, of course tuliimba. Adamu na Eva walitenda. Unasikia? Hebu ibeni tena. Adamu na Eva walitenda dhambi ya siri. Unasikia? Ndio madhila makumabiriria hau haiwezi isha haraka. Uko na mashida mingi. Si dhambi ya siri, ni dhambi asili. Dhambi ile ya kwanza. Nilipata ufunuo juzi. Hata mimi niliimba dhambi ya salimia jirani mwambie sometimes mother tongue itasaidia. Sasa hii ni Kiswahili cha Tanzania. Ni watu wa Moshi ndo wanaimba. Sisi hatujui hicho Kiswahili. Sasa wao wamesema dhambi asili. Sisi tunajua dhambi ya siri. Hidden sin. Jamani. Wangapi uliimba kama mimi? Aya, tuko wote. Oh, guys. Mungu saidia, najua wale wako online ndio wameharibika kuliko sisi. So I'm trying to give you understanding. Do you want to understand the scripture? Zingine soma na mother tongue. Uielewe vile inasema. Ujue maana God will speak to you through the Bible. Open your Bible. Sikiliza vile inasema. Itakupea habari ambazo hakuna mtu anaweza kukupea. So the primary means by which God speaks to a man is through the word. Bwana asifiwe sana. Njia ya pili ambao huwa nasema iko hapo ni through what we call revelatory gifts, vipawa vya ufunuo. Mungu anaweza sema na wewe kupitia vipawa vya ufunuo. Unabii, anaweza tuma mtu aseme unabii. Anaweza kukutumia wewe usikie sauti inaosema kwa ndani yako, inaosema inakuongelesha usiku ukiwa umelala. Mungu anaweza kukuzungumzia, prophetic gifts. And number 3, through dreams. Dreams and visions unaweza andika pamoja their means. Kitabu cha Job chapter 33 and verse number 15 tumekuwa tukisoma sana, nimetaja huu mstari sana. Biblia inasema kwamba God speaks to man, but he does not do what? Perceive. He speaks once, he speaks twice. Man does not understand. Through dreams, through visions, praise the name of the Lord. Through chastisement, he speaks in different ways. Hebrews chapter 1, maandiko inasema God, from verse number 1, God who spoke to our fathers at different times in different ways has now spoken through his son. Are we together? So njia za Mungu za kunena ni nyingi. Kama unataka kumusikiza, ni lazima useme kama Samueli, here I am. Na Mungu anaweza nena unakibia kwa Eli. Mzee umeniita? Anakwambia sijakuita. Bwana asifiwe sana. Na vile vile ndio nasema hivi, na kama wewe ni mchungaji unanisikiza, kanisa la Bwana lirudi kufundishwa habari ya kusikia Mungu. Watu hawajui vile Mungu hunena. Kanisa la Bwana tumerudi mahali Samueli. Biblia inasema kwamba and the word of the Lord was very rare. Neno la Mungu lilikuwa halipatikani. Watu hawasemi vile Mungu anasema. Na wapendwa, hata kama utaonekana kama, I would rather deal with a diviner rather than deal with a person who cannot hear anything. Afadhali mtu ambaye ako na divination kidogo, anasikia Mungu na anasikia kwao. Haleluya. Wewe usho ni mwegega wewe. Unaweza msaidia, maana utamsaidia vile ambavyo si ya Mungu ni hii. Lakini mtu ambaye hakuna kitu anasikia, hata akipata mosquito kwa nyumba anakuja, pastor nataka uniombe, kuna mosquito imenisumbua siku ngapi? Ninaitafuta. Mwingine anakwambia hata niliua alafu ikafufuka. Ndugiuraga mosquito ulioke. Lakini yeye anataka tu muombe, hasikizi kitu. Hajui. Jina la Bwana libarikiwe. Yeah. So I wish I had time to talk about these things at depth or at length, lakini Mungu awasaidie. So kile ambacho tutasema kwa sasa, hayo mengine tutayasoma katika ibada ijayo. Natumai hata wale uko online utakuwa pamoja nasi, na ili unaweza yapata mafundisho haya zaidi. Kwa hivyo Mungu awabariki. Si umeshika mambo hayo ambao nimekupea? Mungu anataka kutembea na sisi, hiyo ndio topic, walking with God.
And I'm saying this as we walk with God. Number one, nimesema it's a choice. It's a personal choice. A choice that is a personal choice. Ni kuchagua. Hauwezi tembea na Mungu usipochagua kutembea na yeye. Jambo lile kubwa nikasema, what does it take to walk with God? So besides the choice, nikasema number one, there is being conscious. Uwe mtu aliye na ufahamu. I know. I am aware. Hallelujah. Ninajua. Nikasema umjue Mungu ni nani, ujue value yake, dhamani ya Mungu. Ili usije ukawa unatafuta kutembea na yeye ambaye hauna value yake, haujui kwa nini unatembea na yeye. Number 2, tumeongea habari ya kusikiza. Na nimeongea habari ya sauti ya Bwana, na hakuna mtu ambaye Mungu alitembea naye kama hakunena na yeye. You begin with Noah. Mungu ili Noah ajenge safina, ni kutembea, walitembea wakizungumziana mpaka akashika njia ya Mungu. Mungu hakutembea na Abrahamu mpaka aliponena na yeye. Exodus chapter 3 unaweza pata andiko lingine ambalo utaongezea pale. Nimesema Genesis 12, Exodus chapter 3, watu wale walitembea na Mungu wote. Joshua chapter 1, hallelujah. Jeremiah chapter 1, Isaiah chapter 6. Hakuna mtu ambaye Mungu alitembea naye na hawakunena. Na tumesema hivi, Amos chapter 3 verse number 3, two cannot walk together unless they do what? They agree. Na nimesema hivi, know this for sure, if you are not attentive to God, he will not speak to you. If he does not speak to you, you will never know the terms and the conditions of the walk. If you don't know the terms and the conditions of the walk, you will lose the walk in a few minutes. Kuna watu hata walianza na Mungu na njia ya kipekee. Sauti ya Mungu ilipopotea, hawakwenda na Mungu zaidi. Kuna jaribu linakuja la kusema tuka statement kamoja tu, and which might be important for somebody. Hearing God is a choice. Hearing God is a choice. You will hear God if you choose to hear him. Hearing God is a choice. And I want to finish by saying, you will hear him as long as you continue to listen to him. Utamsikiza mpaka siku ile utawacha kumsikiza. Atanena na kunena mpaka siku utafika mahali uache kumsikiza. Sauti yake itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mengi ambao huwa nasema kuhusu kumsikiza Mungu, na kuna kitabu nilikuwa naandika bado hakijamalizika, nimekuwa nikifanya kazi na kimekosa kuisha, maana kuna mambo mengi ambao Mungu anaenda tu akisema, lakini siku moja ninaamini kitakuwa kikamilifu. God speaks to men. God speaks to his people. God would like to speak to you. Are you ready to hear him? Are you willing to listen to him? Are you ready to seek his voice? Simama kwa miguu yako. Mungu awabariki. Tunapoachilia wale wako online, tunakubariki katika jina la Kristo Yesu. Na natangaza hivi, neno hili ambalo tumenena kwako lizae matunda, lianze kumea na lianze kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo. Na asante kwa kutusikiliza. Kipindi kijacho kinakuja, kwa hivyo unaweza fuatia, ama kama unaenda kanisani kwenu, baadaye utakaporudi mafundisho sehemu ya pili yatakuweko na yatakusaidia. Kama ungetaka kushirikiana nasi jambo lolote, 0719727770. God bless you so much. We will see you later in the next service. For us who are here, let us lift our voices.